kabila yangu ni Mkikuyu. Babu yangu alikuja mwaka 1992 baada ya uhuru wa Tanzania, na ndio mwanzilishi wa kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Mpanda. Lakini nimekuwa nikisumbuliwa na maafisa usalama, na hivyo kukosa haki ya kumiliki kiwanja changu, na hivyo kila nikienda ardhi wananisukumia niende kwa watendaji, na nimeletewa barua za kisheria niondoke katika eneo hilo ninaloishi kwa sababu mpango mji ulinikuta hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, huyu bwana kama alivyojitambulisha ni Mkikuyu, sio Mtanzania. Kwa mujibu wa sheria za ardhi ya Tanzania, ardhi inamilikiwa na Watanzania. Kwa hiyo kigezo kimoja wapo hicho ndo kimemtoa. Tanzania ni tofauti na Kenya, ni tofauti na Marekani, ni tofauti na baadhi ya nchi kadhaa ambazo mtoto akizaliwa katika ardhi ya nchi hiyo husika automatically anakuwa raia. Naam, hujambo mpenzi mtazamaji na karibu katika taarifa zetu za sasa. Na hali ya sintofahamu iliweza kuzuka mapema katika mkutano wa hadhara uliofanyika na waziri mkuu, ambapo aliweza kuzomewa baada ya kutoa kauli yake kama ulivyosikiza kuwa Tanzania si kama nchi zingine kama vile Marekani na Kenya, ambapo ukizaliwa kwa hiyo nchi utakuwa mzaliwa wa hiyo nchi ama utapewa uraia wa hiyo nchi. Na aliweza kusema kuwa mtu yeyote ambaye wazazi wake si wa Tanzania na ameweza kuzaliwa katika nchi ya Tanzania hawezi kupewa uraia Tanzania. Na kama ulivyomsikiza jamaa aliyeongea tangia mwanzoni mwa hii video, aliweza kuzungumza kuwa serikali imeweza kumnyima nafasi ya kupewa cheti cha ardhi, ambayo amekuwa akisumbuliwa sana na serikali kwa kuwa yeye ni mzaliwa wa Tanzania, hajapewa uraia wa Tanzania kwa sababu wazazi wake na pia vizazi vyake si wa Tanzania bali ni wa Kikuyu kutoka Kenya. Lakini tu tungependa kusikia kutoka kwako kuhusiana na hili taarifa ambalo linaendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Kumbuka baada ya waziri mkuu kusema hayo, aliweza kuzomewa vikali na wananchi kufuatia kauli tata kuhusu umiliki wa ardhi. Na waziri mkuu alishangaza wengi alipodai kuwa serikali haitambui kile wanachoita raia wa kuzaliwa katika masuala ya umiliki wa mashamba. Na kauli hiyo ilikuja baada ya mwananchi kulalamikia kunyima vyeti vya umiliki wa ardhi na kuzungumza kuwa babu yake alikuwa na uraia wa Tanzania, kwa nini yeye anyimwe uraia wa Tanzania? Na haya ni licha ya jamaa huyu kudai kuwa amezaliwa na kuishi katika maeneo hayo kwa vizazi. Kumbuka ana miaka 45 na amekuwa akiishi Tanzania kwa miaka 45, na pia wazazi wake wamekuwa wakiishi huko, hata babu na nyanya waliweza kuishi huko, na ameweza kunyimwa uraia wa Tanzania. Je, ni haki? Tuandike tu maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako. Kumbuka ni taarifa ambalo linaendelea kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, wengi wakimuunga mkono jamaa huyu na kutaka serikali iweze kumpa cheti cha ardhi ili iweza kuzua hasira miongoni mwa wananchi waliokuwepo, ambapo baadhi yao walianza kuzomea na kupiga kelele wakidai haki zao zimeweza kupuuzwa na kumuunga huyo jamaa mkono kuwa aweze kupewa cheti cha ardhi. Na wachambuzi wa masuala ya kisiasa wameweza kuongea na kusema kuwa kauli hiyo inaweza kuongeza mvutano kali ya serikali na wananchi, hasa katika maeneo yenye migogoro ya ardhi ambayo imekuwa ikidumu kwa muda wa miaka mingi sasa. Maoni yako ni yepi? Tungependa tu kusikia kutoka kwako, tuandikie maoni yako kuhusiana na hili
suala ambalo linaendelea kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii. Maoni yako ni yepi? Tuandikie, tungependa kusikia kutoka kwako, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini, na asante kwa kufanya hivyo. Hadi wakati mwingine.